kwa sababu katika miongoni ambao watu walikuwa hawana nguzo pamoja na mimi, lakini kuanzia sasa ninashukuru. Asante mtazamaji wa Faruku Online TV. Hili ni eneo la Machame lililopo mtaa wa Mnazi Mmoja, kata ya Metengo, Manispaa Mtwara Mikindani, ambapo pia mwezi mmoja uliopita tuliripoti hapa taarifa ya changamoto ya umeme kwa baadhi ya wananchi wa eneo hili, na hoja basi iliweza kuzungumzwa kwenye mkutano ama pili uliitishwa na diwani wa kata ya Mitengo. Pia hii leo wananchi hawa wamekushapata umeme tayari, na hapa pia wamepongeza serikali chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana mpaka sasa tayari umeme umekushawaka na wananchi hapa basi wanafurahia juu ya mradi huu wa umeme. Tena umeme huu basi umewashwa kwa shilingi 27,000 tu pesa kitanzania. Je, wananchi wana kipi ambacho wamekizungumza? Tukawasikia kile ambacho pia wamekieleza hapa mara baada sasa kuhitimisha mkutano ambao pia umeitishwa na diwani kwa siku hii ya leo. Jambo ambalo nilikuwa nataka kuzungumza ni moja tu, la kutoa pongezi kwa viongozi, kwa maana tuliwaita kama wananchi na kuwaeleza malalamiko yetu kwamba kuna watu wana changamoto za kutofikiwa na umeme kwa namna mbalimbali, kwamba wamekosa nguzo na matatizo kadha wa kadha. Lakini tunashukuru kwa jitihada zenu, tumeona hizo nguzo zimefika, baadhi ya sehemu ambazo zilihitajika zimewekwa na waya zimefungwa, tumeona kwa macho yetu. Lakini pia tumeona kwamba zile sehemu ambazo walisema watavuta kwa kupitia kwenye nguzo za TANESCO, tunaamini wamechukua hayo majina kwa sababu wamefika kwetu nikiwa pamoja na mimi mwenyewe, wamepitisha. Kwa hiyo tunaamini ni kweli mradi unakwenda vizuri. Binafsi nimesimama kuwapongeza na kuwashukuru kwa jitihada zenu za dhati kwa ajili ya kuhakikisha kila mmoja ananufaika. Tunasema asante sana. Kwa jina naitwa Fatuma Muhammad Kitemwe. Kwa mradi wa umeme katika wakazi wa Machame tunashukuru. Tunashukuru tena watu kutegemea kama tutapata hali halisi kama hii ya leo. Na kila kitu kinachofanyika basi sisi tunashukuru kwa kweli. Na tunajitoa. Chochote kinachotaka kupatikana sisi tupo tayari. Umeme tunawasha, ma-TV, yani tupo nayo lele. Kwa jina naitwa Binkubwa Chinjalu. Nashukuru mheshimiwa diwani, namshukuru mwenyekiti wa mtaa, namshukuru mbunge, namshukuru Mama Samia pia. Kwa changamoto tulioka wanayo kuhusu mtaa wa Machame. Tulikuwa na changamoto ya umeme. Kulikuwa na giza kubwa sana. Kwa hiyo tunamshukuru, wametupambania hadi tumepata umeme. Hata mimi pia nilikuwa katika eneo langu halijafika hata nguzo. Kwa hiyo nikalifuatilia ili nikamuomba mheshimiwa diwani, nikamuomba mheshimiwa mwenyekiti, akanifuatilia mpaka nilipofikia nguzo imefika kwangu. Na diwani wa kata hii ya Mitengo, Mheshimiwa Ibrahim, ameweza kuzungumza hapa na wananchi hawa. Kikubwa pia amewapa pongezi kwa kuendelea kuwa wa uvumilivu, lakini pia ametoa pongezi kwa meneja wa TANESCO kwa kuweza kusikiliza kilio cha wananchi, na hatimaye hii leo wananchi hawa wamepatiwa umeme. Nitumie nafasi hii kumshukuru meneja wa TANESCO kwa sababu zile kero ambazo mlizitoa nyewe wananchi, nami nikaweza kuzikazia meneja wa TANESCO. Tulimfuata, mwenyekiti wa chama alifanya kazi yake, afisa tarafa akafanya kazi yake. Leo nafarijika ninapoambiwa zile nguzo 6 ambazo tulikuwa na shida nazo tayari zimesimikwa na wayo umevutwa, na wale wananchi 27 tayari wamepimiwa. Mimi nafarijika sana. Kwa nitumie nafasi hii kumshukuru kwanza meneja wa TANESCO ambaye tulimwambia sikilize kilio chetu kama wananchi, na kweli amesikiliza kilio na leo amefanya. Lakini pia tumshukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mtwara mjini, na yeye tulimfikishia na tukamwambia kazi tunakuachia wewe pia mwenyekiti wetu, na yeye alifanya kazi ya kuongea na meneja. Lakini pia tumshukuru afisa tarafa yule mama, tulimkabidhi hili jahazi na akasema atalifanyia kazi, na kweli mafanikio yake meneja amekuwa msikivu na kero yenu imetatulika. Naomba tuwapongeze sana kwa makofi. Na nyie wananchi niwaombeni sana, tuendelee kutoa ushirikiano katika serikali yetu. Lakini pia
ili tuweze kupata miradi. Tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais aweze kuwa na afya njema, tuweze kupata fedha kwa wingi. Lakini pia tuendelee kumwombea Mheshimiwa mbunge, waziri wa vijana, Daktari Joeli. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema, aendelee kutuletea maendeleo. Ndugu zangu, nami niwaambieni, kila muda ninapopeleka kero ya mitengo kwa Mheshimiwa Joeli, kero ile huwa inashughulikiwa. Na wakati mwingine huwa ananiuliza, Mheshimiwa Diwani, kwenye kata yako kuna kero ya nini sasa hivi kwa wananchi? Nami katika vitu ambavyo nimempa kipaumbele ni swala la barabara kwenye kata Mitengo. Na niwahakikishieni wananchi, swala la barabara kama tulivyopata umeme, kitu ambacho ilikuwa ni ngumu na wengine walikuwa wanasema haiwezekani, kama tulivyofanikisha umeme, na niwaahidi kwenye barabara nako tutaenda kufanikisha vizuri. Ndugu zangu, kutokea hapa eneo hili la Mnazi Mmoja lilopo kata ya Mitengo, manispaa Mtwara Mikindani, sina la ziada. Naitwa Faruku Ngonyani. Hii ni Faruku Online TV. Bye bye.